Ziara hii ya Rais Klaus Johannes ina umuhimu mkubwa sana kwa uhusiano wa nchi zetu mbili. Tumefurahi sana kumpokea na ninakushukuru sana Rais Klaus Johannes kwa kutembelea. Na kama mnavyojua, hii ni ziara ya kwanza ya mkuu wa nchi kutoka Jamhuri ya Romania kuja Tanzania. Kwa ni ziara ya kihistoria. Mazungumzo yetu ya leo yalijikita kwenye masuala mbalimbali yenye umuhimu kwa nchi zetu mbili. Tumekubaliana kuendelea kuchukua hatua za pamoja ili kuimarisha zaidi uhusiano wetu wenye maeneo ya kimkakati. Tumezungumzia fursa zilizopo kwenye sekta ya afya na utengenezaji wa madawa, usindikaji wa mazao ya kilimo na fursa za kubadilishana uzoefu katika sekta za kilimo, sekta za madini, lakini pia maeneo ya kukabiliana na majanga kama mlivyoshuhudia mkataba umesainiwa hapa. Tumezungumzia pia kuhusu kuongeza wigo wa ufadhili wa masomo hususan kwenye fani za udaktari na famasia, lakini kutokana na uhusiano mzuri Romania imekubali kwa mwaka huu kutoa nafasi 10 za masomo kwa Watanzania katika maeneo tutakayoyachagua. Lakini kwa ajili ya reciprocity au kurudisha hisani, Tanzania nasi tumetoa nafasi 5 za scholarship kwa vijana wa Romania waje Tanzania katika maeneo na vyuo watakavyovichagua. Hatua hii itachangia jitihada zetu za kujengeana uwezo wa rasilimali watu na kuboresha huduma zetu katika sekta mbalimbali. Sasa ili kuimarisha zaidi uhusiano wetu, tumeshuhudia kama mlivyoona utiaji wa saini wa hati 2 za makubaliano kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Romania. Hati hizi zinahusu ushirikiano katika utafiti kwenye sekta ya kilimo, usalama wa chakula na kukabiliana na majanga au dharura. Ushirikiano huu unalenga kuimarisha uwezo wetu kwenye sekta za kilimo na kukabiliana na maafa. Maeneo mengine ya ushirikiano ambayo tumeyaibua kwenye mazungumzo, tulizungumzia pia uhusiano wetu kwenye sekta ya biashara na uwekezaji, ambapo kimsingi tumekuwa tukifanya kazi pamoja, lakini urari wa biashara umekuwa mdogo zaidi ukilinganisha na nafasi au fursa zilizopo. Kwa tumezungumzia kukuza zaidi biashara, kuangalia maeneo ambayo tunaweza tukafanya pamoja, kualika wafanya biashara wa Romania waje Tanzania au Watanzania waende Romania, wajadiliane na kuona maeneo gani wanaweza wakafanya kazi kwa pamoja. Eneo jingine ambalo tumelizungumzia ni majukwaa ya ushirikiano kimataifa. Tulizungumzia na kujadiliana pia kuhusu namna tunavyoweza kuimarisha uhusiano wetu katika majukwaa ya kimataifa. Nimepongeza azma ya serikali ya Romania kuimarisha uhusiano na nchi za Afrika, ikiwa ni kiashiria kingine cha umuhimu wa bara la Afrika katika ulingo wa kimataifa. Tumekubaliana kwamba mawaziri wetu wa mambo ya nje waendelee kukutana mara kwa mara ili kuzipa serikali zetu mbili fursa za kufanya mashauriano kuhusu masuala ya kimataifa yenye umuhimu kwetu sote. Tumezungumzia ushiriki wetu kwenye COP28 ambayo itafanyika pale UAE au United Arab Emirates, na tumezungumza maeneo gani twende tukapeane nguvu katika mkutano ule, lakini la muhimu zaidi tumewaomba watusaidie kuzungumza, kutupa nguvu katika kuhakikisha lile tunaloenda nalo kama Tanzania, suala la nishati na nishati safi ya kupikia, basi likapate nguvu na tupate kusaidiwa kwa nguvu zote. Katika mkutano kuhusu mabadiliko ya tabia nchi,
Nadhani nilishasema lengo ni kupunguza athari zinazojitokeza, na Romania na wenyewe wamesema wana majanga kama ya kwetu, na kwa hiyo tushirikiane katika kuyasemea na kupata nguvu. Ndugu waandishi wa habari, sisi na Romania tulisaini mkataba wa mazungumzo ya kisiasa baina ya nchi zetu mbili mwaka 2018, lakini kwa bahati mbaya 19 COVID ikatawala duniani, na baada ya hapo hali ya kutokuwa na usalama duniani ikaendelea, vita vya Ukraine na Urusi, lakini na sasa inaendelea. Lakini katika mazungumzo yetu tumekubaliana sasa tuanze mkutano wa kwanza wa mazungumzo yale, na tuone tunakwendaje mbele kukuza uhusiano na mashirikiano yetu baina ya nchi mbili. Nikihitimisha, nimshukuru tena Rais Klaus Johannes kwa kufanya ziara hii, kukubali mwaliko wangu na kufanya ziara hii, na kwa mazungumzo ya kina na mazuri ambayo tumekuwa nayo baina ya pande mbili. Ni matumaini yangu kwamba yatokanayo na mazungumzo haya yatatoa msukumo mpya katika uhusiano wetu. Nami kwa upande wetu nimhakikishie Mheshimiwa Rais Johannes kwamba serikali ya Tanzania tuko tayari kuimarisha uhusiano na serikali ya Romania. Katika ziara yake, Mheshimiwa Rais atatembelea pia upande wa pili wa muungano, yani Zanzibar, na akiwa kule Tanzania Zanzibar, pamoja na mambo mengine, anatarajia kufanya mazungumzo na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Lakini kwa upande wetu kama Tanzania tumesemea Zanzibar kwenye maeneo ya uchumi wa buluu na utalii, kwa sababu ndio sekta zinazopandisha vizuri uchumi wa Zanzibar, na tumeainisha maeneo ambayo yangefaa kwa mashirikiano.